Zipo baadhi ya siri ambazo mwanadamu akizijua na kuzitendea kazi, anaweza akawa mwanadamu hatari na mwenye nguvu kuliko binadamu yeyote. Katika video hii nitakwenda kukuambia siri 7 ambazo ukizijua na kuzitendea kazi, basi wewe utakuwa miongoni mwa binadamu hatari wanaoogopwa na kuheshimiwa kuliko binadamu wengine. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni siri ambazo ukizijua kuanzia leo utakuwa mwanadamu hatari na mwenye nguvu kuliko binadamu wengine. Namba 1, unapozungumza na mwanadamu mwingine, tazamana naye machoni bila kupepesa macho. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, asilimia kubwa ya binadamu wanapozungumza na kutazamana na watu wengine hawana utamaduni wa kuwatazama watu wengine machoni bila kupepesa macho. Asilimia kubwa ya binadamu wanapozungumza na wewe huyaelekeza macho yao katika uelekeo mwingine, si kwa adabu bali kwa hofu isiyoonekana, kwani kitendo cha mtu kuhofia kukutanisha macho yake na macho yako kinaashiria anayo hofu ambayo ipo ndani yake. Lakini binadamu mwenye nguvu hutazamana moja kwa moja na wewe pindi anapozungumza na wewe bila kujali cheo chako au hadhi au jina ulilokuwa nalo. Yeye anapozungumza na wewe, macho yake atayaelekeza katika macho yako. Katika saikolojia kuna kitu kinaitwa psychology insight. Psychology insight ndani yake kuna kitu kinaitwa power gaze. Hii ni nguvu ambayo hutuma ujumbe wa dominance, yani ujumbe wa utawala kwenye ubongo wa mtu mwingine, na mara nyingi nguvu hii hutumwa kwa mtu mwingine pale utakapokuwa unazungumza huku ukimtazama katika macho yake. Atakuwa ni mtu ambaye hawezi kujiamini tena anapokuwa mbele yako. Atakuwa ni mtu ambaye anakuwa na wasiwasi, lakini hisia zake zitaihisi nguvu yako moja kwa moja, na huo ni wakati ambao atakutem kama mwanadamu mwenye nguvu kuliko yeye. Atakuwa chini yako. Hivyo kama nawe ni miongoni mwa wanadamu wanaotamani kuwa na power gaze, hakikisha unapozungumza na mtu mtazame katika macho yake bila kuyapepesa macho yako. Hisia zake zitaihisi nguvu yako ya kweli na atajihisi ni mnyonge kwako ambaye anastahili kuwa chini yako. Namba 2, pindi unapokuwa unazungumza, zungumza polepole, tena kwa utulivu na mpangilio mzuri wa maneno. Asilimia kubwa ya binadamu wanapenda kuzungumza haraka haraka bila kuzingatia hata tone variation ambazo wanazitumia katika baadhi ya mazungumzo. Wanadamu hatari na wenye nguvu katika uso wa dunia wanapozungumza na watu wengine hupenda kuzungumza kwa utulivu wa hali ya juu. Huyaweka maneno yao katika mpangilio mzuri unaovutia. Wala si watu wanaopenda kutoa sauti za mishtuko, bali wao hutoa sauti inayoashiria msimamo ndani yake. Mara zote si watu ambao sauti zao huwa zinakimbizana na makofi, mihemko ama hisia za watu wengine. Malengo yao huwa si kusifiwa, bali ni kueleweka kwa kile ambacho wanakizungumza. Mara nyingi mbinu hii hutumiwa zaidi na wanasiasa au binadamu wenye mamlaka kubwa katika serikali. Watu wanaozungumza katika namna hii hutafsiriwa kama watu wanaoweza kujikontrol, watu wanaojiamini na watu wenye utamaduni wa kufikiria kabla ya kutenda. Watu hawa ni binadamu ambao wana kawaida ya kusikiliza kwa makini, lakini wanapozungumza, kila neno ambalo wanalitoa kwenye vinywa vyao huwa lina maana kubwa katika masikio ya watu wengine. Hivyo watu hujikuta wakiwaheshimu watu hawa na kuwahofia kwa sababu sauti zao huonekana ni za kitawala na zenye mamlaka katika masikio ya watu wengine. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kuwa wenye nguvu katika maisha ya watu wengine, yani binadamu hatari wanaoogopwa na watu wengine, acha kuzungumza kwa kukurupuka.
Unapozungumza, hakikisha sauti yako inakuwa yenye utulivu wa hali ya juu. Zingatia matamshi sahihi katika kinywa chako, na watu watakuona kama mtu mwenye nguvu kuliko wao. Watu watakuona kama mtu ambaye unajiamini, mtu ambaye unaweza kuwa na control ya maneno ambayo unayazungumza na hisia zako wewe mwenyewe. Lakini watu watakuona kama wewe ni mwanadamu mwenye uwezo wa kufikiri kabla ya kutenda. Utakuwa na sifa za uongozi. Tena watu watakuona kama mtu mwenye mamlaka kubwa katika maisha yao kuliko binadamu wengine. Namba 3, onesha utulivu wa hali ya juu hata unapohisi hofu ndani yako. Kwa kawaida, kuna mazingira ambayo yanaweza kumtia hofu mwanadamu yeyote, lakini kiwango cha kuvumilia hofu na mashaka ambayo yanakuja kutoka ulimwengu wa nje hutofautiana kwa mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Wanadamu wanaoonesha hofu ni wanadamu wasioweza kuaminiwa na wanadamu wengine. Pamoja na kuwa unaweza ukahisi hofu katika mazingira fulani maishani mwako, ni vema usiwe mtu ambaye unaweza kuonesha sura ya hofu. Penda kuzungumza maneno ya kijasiri. Kuwa mwanadamu ambaye unaweza kuutuliza moyo wako, haijalishi watu wengine wanahisi hofu kwa kiwango gani katika mazingira hayo. Unajua ni kitu gani ambacho utakidhihirisha katika macho na masikio ya watu wengine. Watu watakuona kama mtu ambaye unaweza kujikontrol wewe mwenyewe. Utaonekana kama mtu mtulivu hata katika nyakati ambazo watu wengine wanazihofia. Wewe utaonekana kama mwanadamu ambaye hausomeki kihisia. Watu hawataweza kujua wewe ni mtu wa aina gani. Watu wataamini una kitu cha ziada ambacho unaweza kujilinda na kuwalinda wao wakati unapokuwa katika nyakati ngumu ambazo wengine wanazihofia. Utajikuta unakuwa mtu hatari ambaye watu wengine wataamini wapo chini yako katika ulimwengu wa kisaikolojia, kwani wanadamu wenye hofu ni watu ambao ni vigumu kuaminiwa katika macho ya watu wengine, bali wanadamu wanaojiamini ni watu ambao wanaaminiwa na wanaweza kuwa watawala katika sehemu yoyote wanayokuwa katika maisha yao. Namba 4, unapoulizwa swali usikurupuke kulijibu. Jibu taratibu, tena kwa sauti yenye mamlaka. Ninapozungumza sauti yenye mamlaka, ninamaanisha tumia sauti uliyokuwa nayo kwa asili. Kama wewe ni mwanaume, tumia sauti ya kiume tena yenye ujazo wa kuridhisha, huku tone variation yako ikiwa ya taratibu. Na mara nyingi mtu anapokuuliza swali, usilijibu kwa haraka haraka. Subiri kwa sekunde kadhaa, kisha anza kwa kulijibu swali hilo. Haraka ni lugha ya wasiojiamini siku zote katika ulimwengu wa kisaikolojia. Ukiona mwanadamu anafanya vitu kwa haraka haraka katika maisha yake, tafsiri yake kisaikolojia ni kuwa ni mwanadamu asiyejiamini. Lakini mtu hatari huchakata, hutafakari, halafu hujibu kwa uzito unaodhibiti mazungumzo yote. Mara nyingi binadamu wa kundi hili katika saikolojia huitwa power pose, yani ana nguvu ambayo inaitwa power pose. Ukijaribu kuangazia katika Psychology Insight, nguvu hii inafanya kila neno lako lihesabike. Watu huanza kungojea majibu yako kama kitu cha msingi zaidi katika wakati huo. Hivyo unapokuwa unajibu taratibu na kwa utulivu, masikio ya watu wengi yatamakinika na kile kitu ambacho unakuja kukizungumza mbele yao, na mwisho wa siku watayapa uzito majibu yako kuliko ungeweza kujibu kwa haraka haraka. Wasingeyapa uzito majibu yako, na hilo ni miongoni mwa mambo ambayo yatafanya uonekane mwanadamu mwenye nguvu na hatari kuliko binadamu wengine. Namba 5, funika udhaifu wako. Miongoni mwa vitu ambavyo mimi na wewe hatuwezi kuvikatani kuwa haijalishi wewe ni mwanadamu mwenye nguvu kiasi gani, lakini bado kuna udhaifu ambao unao katika maisha yako. Kila mwanadamu ana udhaifu fulani maishani mwake. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, hautakiwi kuruhusu watu waujue udhaifu wako. Tumia kila mbinu uliyokuwa nayo ili kuuficha udhaifu ambao unao katika maisha yako. Na mara nyingi udhaifu unatoka katika hofu ambazo tunazo ndani yetu, yani kile kitu ambacho unakiogopa ama kile kitu ambacho unakipenda zaidi, ni vitu ambavyo ndani yake kuna udhaifu ambao umejificha. Kama wewe unahitaji kuwa mwanadamu ambaye utakuwa hatari na unayeogopwa na watu wengine, hakikisha hauufunui udhaifu wako kwa watu wengine.
Watu wasijue hisia zako, wasijue akili yako, wala wasijue udhaifu wako, wala wasijue ni vitu gani ambavyo wakivifanya vinakutia hofu, kwa sababu nimekwambia hofu ni miongoni mwa vitu vinavyoelezea lugha ya udhaifu wako kwa binadamu wengine. Kitendo cha kuzuia udhaifu wako kitakuongezea heshima kwa watu wengine, lakini utaonekana ni mwanadamu unayeweza kujitawala kihisia kwa wanadamu wengine. Hivyo watu watakuona kama mtu hatari kuliko binadamu wengine, kwani hawatajua wewe ni mwanadamu mwenye udhaifu upi katika maisha yako. Namba 6, hakikisha unakuwa na muonekano ambao unawaelezea watu wewe ni nani. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, muonekano wako wa kwanza katika macho ya watu ndivyo yatakuwa mapokeo ya watu juu yako. Yani vile ambavyo watu wanakuona ndivyo watakavyokuchukulia. Hivyo kama wewe ni mwanadamu ambaye unatamani kuwa miongoni mwa watu wanaoheshimiwa na watu wengine, hakikisha unavaa kama mtu ambaye anajitambua. Vaa saa nzuri, vaa viatu safi, hakikisha unanukia vizuri, kwani namna ambavyo utaonekana ndivyo hivyo watu watakavyokugrade katika perception zao. Ndani ya Psychology Insight, muonekano wako wa kwanza huwa unaweza kuelezea wewe ni mtu wa aina gani, na ndiyo maana hata unapoenda katika interview za kazi, muonekano wako huwa unaweza kuwashawishi zaidi wale wanaokufanyia interview, either wakupe nafasi ama wakunyime nafasi, kwa sababu muonekano wako wa kwanza huwa unatengeneza namna ambavyo watu wanakuchukulia ndani ya sekunde 7. Na katika psychology tunasema your first impression can describe who you are within 7 seconds. Hivyo muonekano wako wa kwanza, vile ambavyo watu wanakuona, wanaweza wakajua kama wewe ni kiongozi mzuri, au wewe ni mtu ambaye unajiheshimu, au wewe ni mtu ambaye haujiheshimu. Namba 7, jenga utaratibu wa kuacha alama kila sehemu ambayo unapita. Miongoni mwa vitu ambavyo asilimia kubwa wanavifanya katika maisha yao ni kupita katika maeneo fulani na kupotea kama vumbi. Siri ambayo unatakiwa ujue na kuiweka akilini, kama utakuwa mwanadamu ambaye unapita na kupotea kama vumbi katika maeneo mbalimbali ambayo unayapita maishani mwako, hautakuwa na heshima yoyote, hautakuwa mtu hatari, wala watu hawatakuheshimu. Bali ukiwa mwanadamu mwenye busara, hekima, na unahitaji kuwa mtu mkubwa unayeheshimiwa na watu wengine, penda kuyagusa maisha ya watu wengine. Haimaanishi lazima uwe na pesa, bali tumia maisha yako kwa ajili ya kuwanufaisha binadamu wengine. Katika ulimwengu wa kisaikolojia, hii huitwa lasting impression bias. Watu huwakumbuka watu wengine kwa energy zao zaidi kuliko maneno yao. Hivyo ikiwa kuna kitu unaweza kukifanya kwa ajili ya kuweka mchango katika sehemu fulani, tumia nguvu zako kuliko maneno pekee, kwani maneno hayawezi kubadilisha chochote, na maneno matupu hayawezi kujenga chochote katika maisha ya watu wengine. Penda kutumia jitihada zako tena kwa utulivu mkubwa, kwani maneno si jambo, bali vitendo vinaweza kuacha alama ya kudumu katika maisha ya watu wengine na kuwafanya watu wakuone kama mtu unayestahili kuheshimiwa kuliko binadamu wengine. Mimi kwa leo naomba nishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.